Ndugu mtazamaji, kama unavyoona hii ni IOC TV pendwa kutoka ya pale Idaho Boys, na leo tupo maeneo ya Utah. Tumekuja kuongea na mzee wetu President wa Babondo kuhusiana na maswali moja mbili tatu, ataweza kujieleza mwenyewe na kwa majina yake. Jambo baba. Jambo. Mzima. Mzima. Hivi kwa majina unaitwa nani? Naitwa Abdul Mlezi. Tunaweza tukaongea kwa Kibembe au kwa Kiswahili? Kiswahili kwa sababu watu wengine wasikie hata wasukua Wabembe. Hivi wewe hapa Utah ni nani? Mimi hapa Utah ni mwenyekiti wa Ambondo. Una sekretari wako au unatumika mwenyewe tu? Na sekretaria na kamati yenye kuenea kabisa barabara bila tatizo yote. Na maendeleo yako ya president hapa Utah yanaendelea vizuri au kuna changamoto yoyote ile ambayo unaipitia hapa? Maendeleo yako vizuri, sehemu iliyopo wanadamu changamoto ndogo ndogo hazikosi. Ila mambo yako bamba. Kuna vurugu yoyote ambayo ishawahi kukutokea kwenye uongozi wako? Hakujakuwa vurugu yoyote, mambo ya kawaida kwenye uongozi tu. Na kuna taarifa ambayo inasikika mtaani kwamba eti hapa Utah kuna kundi mbili za Wabondo. Hilo nalo likoje? Hiyo taarifa ni kweli, lakini ni kutokuelewa tu kwa watu. Na mimi kuna kundi moja. Kwa sababu kama kuna kundi moja, sasa wale ni watu ilikuwa tufanye election, uchaguzi. Ndio. Wale wakakimbia uchaguzi, wakavunja uchaguzi. Sasa wakati wanavunja uchaguzi hawakutoa mgombea. Mimi nilikuwa mgombea, hawakutoa mgombea. Yule mwenyekiti wao wa seni manake wa kuangalia kamati ya uchaguzi. Wakafuja uchaguzi, wakakimbia. Sasa wakapinduliwa. Walipopinduliwa sasa ndio akafanya uchaguzi na madaraka yameshapinduliwa. Sasa tunaweza kusema kwamba wale kama vile waasi. Kwa hiyo nyinyi kabisa ndio Wabondo original hapa Utah ambao mnajulikana na kila mtu, na uongozi wa serikali wa Utah unawajua nyinyi. Kila kitu, serikali zote za hapa Utah zinatufahamu. Zinawafahamu nyinyi kabisa. Kwa hiyo wale ni waasi. Ni waasi kwa sababu kama nimesema ni waasi kwa ajili gani? Kama nyinyi tulikuwa kitu kimoja. Ndio. Muhula umeisha. Ndio. Na umetangaza tu wagombee. Watu wamegombea, lakini nyinyi mnakataa kufanya uchaguzi. Mnatangaza kama mmeahirisha uchaguzi. Kuahirisha uchaguzi bila sababu za msingi. Mngangania, baadaye mkapinduliwa. Wale waliopinduliwa sasa baadaye wanachagua, sio kuchagua, waliteua. Sasa unapoteua mtu wakati umepinduliwa, tayari ushapinduliwa huko madarakani. Kwa hiyo mliwahi kupanga siku ya kuchagua mwingine president wakakosa kutokea, wewe ukatokea na aliomba majina ya wagombea. Nikitokeza kwenye grupu yao au radio yao nikawa mgombea peke yao. Sasa wale upande mwingine upande wao hakutoa mgombea. Kwa hiyo kwa muda huu ambao tunaongelea hapa, yani hapa Utah kunasemekana kwamba kuna grupu mbili. Kwa hiyo grupu moja ndio inajulikana na serikali, lingine grupu halijulikani. Mimi naweza nikasema kwamba kuna grupu moja. Hao wengine ni kungangania tu, jinsi nilikueleza kwamba ni kama vile waasi. Kwa hiyo ni waasi hawajulikani. Wao ni waasi. Na leo naona mpo kwenye shughuli hapa, mnafanya shughuli gani? Tunafanya shughuli ya kusherehekea uhuru wa kwetu nchini kwetu Kongo. Kwa kushirikiana na Wakongo, lakini sisi Wabondo original ndio wameandaa hiyo sherehe. Wakongo tumewaalika tu kwa sababu na sisi nao ni Wakongo. Tuko watu wa Kongo kama wengine wa Kongo. Sasa lile grupu lingine likitaka kujiunga na nyinyi, mpo tayari kuwa pamoja au? Tuko tayari kwa sababu wale walipinduliwa, na kama mtu ukipinduliwa na umeona kwamba huko tofauti, ukija unakaribishwa, hakuna shida. Sasa ili waweze kuja kuungana pamoja na nyinyi, mnaweza mkawapa masharti gani ili waweze kuyafuata ili muweze kuwa pamoja? Hakuna masharti yoyote, ni kusema kama jamani tuwe kitu kimoja ili tuwe vizuri bila migogoro. Hakuna sharti yoyote, ni sharti ya kujiunga tu na tunaweka mambo sawa. Sasa wakiweza kuongea kwamba eti tunataka huyu kiongozi wetu ambaye tumechagua huku awe kiongozi mkubwa, wewe kiongozi wa chini, utakubaliana nao au? Hilo kwanza, mtu yoyote mwenye busara aweze akakubali. Hayo kwa ajili gani? Huyo kiongozi wao wamemtaja hakuwa mgombea. Alikuwa mgombea ni mimi. Baadaye wao wale walikuwa madarakani wakakosa mgombea. Alikuwa madarakani wa kwao akakosa akugombea. Na wakati kama kumekosekana mgombea, yule mgombea amekosa mpinzani, huo wanafanyaje? Wanampa yule kwamba ndio amepita nafasi ile. Anakuwa mgombea pekee, anapelekwa kwenye raia anachagua kura za ndio.
na ndio sababu sisi tupo, na yule hawezi akawa mwenyekiti wangu kwa sababu yeye hakuwa mgombea. Kwa hiyo akija kwenye grupu lako hawezi akapata hata cheo yoyote ile kwenye grupu lako au? Ile ni maridhiano sasa, sio maamuzi yangu peke yangu. Tuna kamati na wenyewe na kamati, tunakaa chini. Kama kamati itapendekeza kwamba wale wa upande wa pili wakija wapewe vyeo, ni mawazo ya kamati, siwezi pingana nayo. Lakini kwa muono wangu mimi siwezi toa majibu ya moja kwa moja, kwa sababu ninaona kwamba wale ni watu walifanya nini, waliasi, kwa sababu hawakuwa wagombea, aliteuliwa tu baada sisi tushawapindua. Kwa hiyo mlipangaga siku ya uchaguzi, na huwa mnafanyaje kwamba ukifika miaka 2 au mwaka mmoja ndio mnafanya mwingine mgombea achaguliwe, au mnafanya taratibu za hapa? Ni kusema kwamba baada ya miaka 2 ndio muhula. Wakati muhula ulifika mwezi wa 10 mwaka jana ndio ilikuwa muhula. Sisi kama sisi tulikataa tume ya uchaguzi wachague tume nyingine ya uchaguzi, ili tume ya uchaguzi haistahili kusimamia uchaguzi. Wakang'ang'ania. Baadaye mimi nikajitangaza kwa mgombea. Ndio nikaomba ule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi atoe mgombea wao, hata mchukua nafasi yule alikuwa mwenyekiti, hakutoa. Sawa, hivi ushawahi kuonana na ule mwenyekiti mwenzako ambaye amesimamia kile kingine kigrupu cha Wabondo? Aliomba nafasi ya kuonana naye, na mimi nilikuwa na kamati, baadhi ya wanakamati tulionana karibuni. Kwa hiyo mliongelea kuhusu nini? Mtakuwa pamoja au ndo mlishindwa kuelewana? Hatukushindwa kuelewana, ni kusema kwamba walileta mapendekezo yake yeye kwamba tuwe kitu kimoja, kwa sababu mgawanyiko unafanya watu wawe na udhaifu. Akatoa mfano, tukifiwa hapa Yuta kweli tutazika Wabondo kwa sababu tumegawanyika. Nikasema basi wewe una kamati na mimi na sisi tuna kamati, kumbe tutaambia kamati yetu na wewe nayo ukaambia kamati yetu, mzigo kabaki kwao kwamba watatuita wao, tunangoja tuitwe nao, mpaka sasa hawajatuita. Kwa hiyo kwenye hii sherehe yenu ya kusherehekea uhuru wa Kongo, wakiweza kutokea pale kwenye sherehe mtaweza kuwakaribisha au? Watakaribishwa kwa sababu ni wa Kongo na Wabondo, hatuwakatae, watakaribishwa. Kwa hiyo ninyi hamna vurugo nao? Hatuna vurugo nao, tunafuata demokrasia na sheria na kanuni. Hivi tukienda hapo kwa Wabondo wao wengine, huwa mnasaidiana kama kumetokea msiba au nini? Huwa mnashirikiana au wanapeleka mchango au wanapeleka mchango au? Kwanza kwa bahati sisi hapa Yuta tunabado na Mungu anatujalia, hatujawahi kupata msiba wa mtu kufiwa hapa. Au kitokea msiba kwamba mtu amefiwa Kongo, mwezi mkamchangia hata mchango? Msiba wa mtu kutoka Kongo, unajua sehemu shakuwa grupu 2, kila watu na grupu yao. Kama ni msiba kutoka Kongo, wale ile grupu wanachanga, wanapatia mtu wao, na sisi nao tukichanga huko tunapatia mtu wao, lakini sisi nao hatujaupata huo. Sasa mnapangilia vipi kuhusiana na mambo ya kupatana, yani muwe pamoja? Tunaweza kusema kwamba kwa muono wangu mimi jinsi ninavyoona hapa Yuta, naona wazee na viongozi wa madini walishindwa kuingilia kati ile jambo, kwa sababu kama watu wawili wanakokotana au kundi mbili zinavutana, wanaofanya kazi ni wazee na viongozi wa dini. Kwa sababu hata kule Kongo wakati wa multipartisme, vyama vingi, wakina Laurent Mosengo walipewa uongozi wa kusimamia wapinzani na serikali, kwa sababu ni watu wa dini na mambo yanaenda kwenye muafaka. Hata kama Rais Mobutu aling'ang'ania kukataa, lakini walitoa maamuzi, na ndio maana ilitokea uasi wa Laurent Kabila 1996. Kwa hiyo uongozi wa dini haujawahi kuwaita kuwapatanisha au? Uongozi wa dini haujawahi kutuita. Kama mimi binafsi nimeshawaendea viongozi wa dini, na walikuwa viongozi hapa kwenye Mbondo niliwaendea kama 3, walishindwa kusimamia. Kwa taarifa ambazo zinasemekana hapa kwenu Yuta kwamba ambaye anasimamia uongozi wa grupu la pili kule ni mchungaji. Hivi kwa nini wazee, kweli ni mchungaji anapaswa kusimamia kundi la Wabondo au anapaswa kusimamia tu vitu vya kanisa? Na ndio nakueleza kwamba mtu akitaka kusimamia uongozi wa jamii, na kama wewe ni mchungaji, anatakiwa uache cheo chako cha uchungaji, ustafu au juuzuru cheo chako cha uchungaji, ndio baadaye sasa uendelee na cheo cha nini, cha jamii. Hauwezi kuwa na cheo cha jamii na cheo cha uchungaji. Wewe sio mchungaji, ni mtu wa vurugu. Kwa hiyo mchungaji kweli hapaswi kuwa na mambo ya
ya nani ya vitu vya uongozi kwa Babondo? Amna, ni ubatili mtupu, maana ni kwamba vile ni vurugu tupu ndio inataka kuendelea hapo. Kwa hiyo mchungaji ambaye anasimamia vitu vya Wabondo astahili kabisa. Astahili kuwa mchungaji. Kwanza hata wale wafuasi wanaenda kwenye kanisa lake, naona wanaenda kujifurahisha, hata Mungu hata wabariki. Utaenda kuingia kwenye kanisa na unasimamiwa na naombewa na mtu mwenye yuko mambo ya dunia, yuko kwenye uongozi wa jamii, yuko kwenye kanisa. Hao wafuasi nao vile vile hawana nafasi hiyo. Mungu atawaona watu hao wafai. Kwa hiyo watu wengi hapa kwenye state yenu ya Utah wanakukubali wewe kama kiongozi wao na wanakubali kabisa uendeshwe nao. Mimi na ndio sababu walikimbia uchaguzi. Walijua wewe utapita. Walijua kwamba tukienda kwenye uchaguzi watashindwa vibaya sana. Kwa hiyo wewe ulikuwa umewashinda kura nyingi sana. Nakwambia uchaguzi, kwa nini wakimbie? Tungeweka uchaguzi wangeshindwa vibaya sana.